Sisi kama vijana wa Chadema hatukubaliani na pia hatupendezwi na jambo hili la rais kuchukua majaji kutoka nje, kutoka taifa la Uganda na Namibia kuja kuchunguza watu ambao wamefinance vijana kwenda kwenye maandamano. Lakini sisi hatukupokea kwa furaha jambo hili kwa sababu moja. Tume ya kwanza ya Jaji Chande ilivyofanya uchunguzi wake, tume ile iliegemea kwa upande wa kumtetea rais na serikali kwa kiwango kikubwa. Lakini ukija ukiangalia pia hii tume inakuja kwa lengo moja. Tume inakuja kwa sababu ya kuchunguza watu ambao wamefinance vijana kwenda kwenye maandamano. Lakini ukiangalia Watanzania hakuna mtu ambaye amewapa pesa vijana kwenda kwenye maandamano. Ni kwamba kilichowapeleka vijana kwenye maandamano, vijana ni uelewa wao na uzalendo wa nchi yao, ule uelewa walionao kwamba bado tunaonewa, tunataka katiba mpya, tunataka uchaguzi huru na wa haki. Hasa ile kiu ya vijana kutaka kuona wanachagua serikali yao huru na haki na vyama vyote vishindane, kile kiliwapeleka vijana kwenda kwenye maandamano. Vijana hawakwenda kwenye maandamano kwa sababu wamepewa pesa na mtu yeyote. Walikwenda kwa sababu ya kupigania tume huru ya uchaguzi. Ndio kilichopeleka mtafaruku wa Oktoba 29. Nini hasa ambacho kinapaswa kifanyike kutokana na ukosoaji huu ambao mmekuwa mkiuzungumzia kuhusiana hizi tume? Nini ambacho kilipaswa kifanyike kwanza kwa upande wenu kama Chadema au vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema? Ni hatua zipi ambazo huenda serikali ingezichukua ambazo mnaona kwenu kwa upande wenu ni sahihi? Kwanza, serikali ni mtu ambaye anahusika kwenye swala hili moja kwa moja. Serikali kwenda kuandaa tume ili mradi ije ichunguze matukio ambayo yamefanywa na upande wa serikali na wengine pia, kama ambavyo wanazungumza watu mtaani kwamba hizi vurugu za mwaka jana zilisababishwa na watu kutoka nje ya nchi, na wengine pia serikali husika, na wengine pia vyama vya kisiasa. Ilipaswa iundwe tume ambayo kwa asilimia kubwa ni huru, ni tume ambayo hata mwenyewe ukiangalia mtu ambaye anayanzisha hatokani na serikali. Serikali anapaswa tu kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na tume huru ya uchunguzi, lakini sio serikali inakwenda kuandaa wachunguzi waenda wakachunguze uhalali wa hiyo tume. Uhalali wa hiyo tume kwa sasa hivi inakosa mantiki, kwa sababu uweze ukaenda kuchunguza tukio ambalo kwa asilimia kubwa na wewe pia unahusika kwenye kutokea kwa mambo kama hayo tokea mwaka jana. Tunachoomba sisi kama vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni kitu kimoja tu. Tunaiomba serikali itafute namna sahihi, itafute namna ambayo tume hii inaweza ikawa credible, na ili mradi iwe credible haipaswi kuegemea upande wote. It must be neutral. Kama neutral, haipaswi kuegemea kati ya serikali au watu wa siasa au wanaharakati. Inapaswa ianzishwe na watu ambao wako neutral, either ni viongozi wa dini au ni asasi za kiraia au watu wa Umoja wa Kimataifa au Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati au Jumuiya ya Nchi Huru za Afrika, na sio tume ianzishwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haiwezekani. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku chache kupitia kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alitangaza hatua za kuelekea maridhiano. Maswali kadhaa hapa mezani ya kuuliza ni je, Chadema iko tayari kuingia katika maridhiano hata kama serikali haitakubali baadhi ya madai yake ya msingi, au kuna mstari mwekundu ambao chama hakitauvuka? Ukizungumzia swala la maridhiano, na swala hili limezungumzwa na watu wengi wakitoa maoni tofauti, lakini chama chetu pia kimetoa maoni yake na msimamo wake. Ukisema neno maridhiano kwa katika nchi yetu ina maana tofauti. Kwa namna serikali pamoja na CCM wenyewe wanavyochukulia muungano, wanavyochukulia neno maridhiano ni tofauti na namna Chadema wanavyotaka hayo maridhiano na wananchi hawa wanyonge namna wanavyotaka maridhiano. Ukiangalia Chadema na wananchi hawa wanyonge
wanataka maridhiano ambayo yanatibu nchi, lakini ukirudi kwenye serikali pamoja na CCM na wafuasi wa CCM, maridhiano ambayo wenyewe wanayataka hayana manufaa yoyote kwa wananchi. Ili maridhiano yaje lazima ipitie hatua kubwa 4. Cha kwanza, lazima utambue the neutrality of the mediator. Sawa? Lazima umtambue ni nani mhusika mkuu atakaye kuja kusuluhisha, msuluhishi mkuu wa haya maswala au mtu ambaye anakuja kuinitiate maridhiano ni nani. Cha kwanza, lazima atafutwe mtu neutral kutoka ndani au nje ya taifa hili ambaye ni neutral. Cha pili, lazima ifanyike kitu kinaitwa the acknowledgement and apology. Lazima kama tuwafahamu ya kwamba tukio limetokea, tukiri wazi kwamba sisi tumefanya makosa, aidha ni serikali au ni vyama vya upinzani au ni wanaharakati, wakili wazi. Ambacho pia baada ya wakili wazi wanapaswa wakili tumekosea, tunaomba tusamehewe. Jambo la tatu, lazima ifanyike kitu kinaitwa active listening and empathy, kwa maana ya kwamba baada ya kukiri makosa haya wananchi wasikilize mawazo yao, na baada ya kuwasikiliza hoja zao kati ya serikali au vyama vya upinzani au wanaharakati, basi kifanyike kitu kinaitwa watu wenyewe wawe na huruma. Je, tunawasamehe au wanapaswa chukuliwa hatua nyingine? Hatua ya mwisho ni kuhusu kitu kinaitwa kuomba msamaha. Kuomba msamaha pale ambapo sasa wananchi wataamua watu hawa tuwasamehe au tusiwasamehe. Kama tusipoamua kuwasamehe, basi watu hawa wanapaswa kuwa accountable kwa sababu kubwa moja, wanapaswa kuwajibika kwa makosa waliyofanya. Uwezo kumsamehe mtu ambaye hajaomba msamaha chifu. Lazima watu wao waombe msamaha ili mradi kuwepo na maridhiano. Lakini ya pili, uwezo ukaingia kwenye maridhiano na wakati wafungwa wa makosa wa kisiasa kwenye taifa hili bado wako ndani. Kuna vijana wa shule za sekondari, kuna vijana wa vyuo wamekamatwa wako ndani, kuna viongozi wa vyama vya kisiasa wako ndani, kuna wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo wako ndani. Alafu nataka ufanye maridhiano haya hayawezi kuwepo chifu. Ni masharti gani ambayo sasa kwenye upande wa maridhiano ambao mngetaka kwa upande wenu vijana wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mnaona kwamba yanatija mngeweka ili serikali iweze wenda kuyasikiliza ikiwa ni sehemu ya ushauri wenu? Moja ya masharti ambayo sisi kama vijana wa Chadema tunataka, sharti namba 1 ni kuwaachia wale wafungwa wote wa kisiasa na kuwapa haki zao za msingi kwa wakati. Kama ni wanaendelea na kesi mahakamani, wapewe haki zao za msingi kwa wakati bila upendeleo. Lakini tunataka wamwachie Mheshimiwa Tundu Lissu kwa sababu yeye ni kiongozi wa chama, ili ikawe kama ili Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa huru na wale wanachama wengine waliokamatwa pamoja na wale wanafunzi wanaosingiziwa kwa kesi za ugaidi na kesi zote waweze kuachiwa ili tukafanye hayo maridhiano. Lakini maridhiano hayo yanahitaji pia tufanye discussion ya maana sana ili sisi tuweze kupata msimamo wa chama, viongozi wetu wakiwa huru pamoja na ikiwa maridhiano hayataleta matokeo ya kikatiba na kitaasisi, Chadema ina mpango gani wa kuhakikisha mchakato huo hauishi kwa mazungumzo yasiyo na utekelezaji? Kama endapo maridhiano yasipoweza kufanyika nchini Tanzania, Chadema anapaswa afanye kitu kimoja tu, nacho ni cha msingi kuliko yote, ni kuweza kuwaambia wananchi wa Tanzania ya kwamba tumefikia hatua ambayo kama taifa hatuwezi tena tukaamua mambo yetu, kwa sababu mambo yametokea mwaka jana. Kuna watu wameuawa, kuna watu wamepotea, kuna watu wamezika ndugu zao hata bila kuwaona kwa macho. Kwa hiyo tunapaswa kufanya kitu kimoja. Wananchi wanapaswa waelewe kwamba tupo kwenye nchi ambayo tena haizingatii haki za binadamu. There is no respect of human rights in this country. Sasa wananchi wanapaswa wafahamu ya kwamba wanapaswa wadai haki zao kwa namna yote ambayo wao wanafikiri ni sahihi.
lakini ziwe ni njia halali za kisheria. Kesi ya Tundu Lissu imekuwa ni swala kubwa la kisiasa na kisheria. Je, Chadema inaamini suluhisho lake linapaswa kuwa ndani ya mahakama pekee au kuna wajibu wa kisiasa serikali kuhakikisha swala hilo linamalizika? Kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ni kesi ya kisiasa. Kwa kama ni kesi ya kisiasa, inapaswa iishi kwenye masuala ya kisiasa, iishie mezani. Kesi za kisiasa zikiishia mahakamani zinachukua muda mrefu sana, kwa sababu mamlaka ya nchi hii yako chini ya utawala wa Chama cha Mapinduzi CCM, lakini pia mamlaka ya nchi hii yamefungamanishwa na masuala ya utoaji yake kwenye nchi hii. Bunge, mahakama, vyote kwa namna moja tu, zote zinafanya kazi kwa ajili ya kuipendelea upande mmoja wa kisiasa. Tunaiomba serikali ya Tanzania iweze kumwachilia Tundu Antipas Lissu aendelee na shughuli zake za kisiasa. Tukigusia kwenye swala la maridhiano kuelekea pia mambo ya upatikanaji wa katiba mpya, Chadema mmekuwa mkidai katiba mpya kwa muda mrefu, lakini kama serikali ikikubali kuanza mchakato huu hasa kesho, ni mambo gani matatu ambayo Chadema haitakubali kuacho kwenye katiba mpya? Mambo matatu ambayo mambo makubwa matatu ambayo Chadema inapaswa iyapiganie sana, na sio Chadema tu. Haya ni mambo ambayo Watanzania wao wenyewe wanataka yafanyike katiba mpya. Cha kwanza, taifa linapaswa kuwa na reconstructive justice. Reconstructive justice lazima ipatikane katiba mpya. Katiba mpya lazima iende kaangazie mambo makubwa matatu kama nilivyozungumza, ndugu mwandishi. Ya kwanza, kuwepo na usuluhishi kuhusu masuala ya muungano wa Jamhuri ya Tanzania pamoja na visiwa vya Zanzibar vinapaswa viwe sawa kwenye masuala ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar, kwamba kutakuwepo kuna muungano namna gani, serikali moja au tunaunda serikali mbili au mwisho ni serikali tatu. Lakini kwa mujibu wa Chama cha Demokrasia